واتباعه إلى يوم التناد. أما baada ya kumhimidi na kumshukuru Mola wetu kwa kutuwafikisha kuja katika mawanja haya na mji huu wa Baga, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa taufiki yake hiyo, na pia na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa kweli tuna haki ya kumsalia kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu, pamoja na ali zake na sahaba zake wote. Mwenyezi Mungu ajalie rehema kwa wao, na pia na kuombea Mungu wazee wetu waasisi wa jambo hili, kuombea Mungu wazee wetu wa mji huu waasisi wa jambo hili ambalo mpaka leo walillahi alhamdu limepata nuru kubwa, limepata heshima kubwa. Mji umepata nuru kwa sababu ya waasisi hao. Lau si fikira zao kuona kwamba mji wetu wa Baga utapata vipi nuru, na wakafanya juhudi mpaka leo walillahi alhamdu, Baga imekuwa Baga, Baga imekuwa Baga kwa sababu ya wazee hao. Kwa hiyo hapana budi kuombea Mungu, na sina shaka kwamba haya yote tunaoyafanya wao wana mafungu, wana thawabu mbalimbali, kwa sababu lau si wao tusingepata fursa leo ya kukaa katika kikao hiki mahala hapa ambapo si mazoea, lakini kwa siku ya leo pametengwa rasmi kwa ajili ya kumfurahikia na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kheri ziwafikie hao. Ndugu zangu, ndugu yangu Sheikh Talha anasema sana kuhusu mtume alipokwenda huko mpaka akapewa swala 5 ambazo zilikuwa ni 50, na hivyo ndio tunavyo tarehe leo tunavyotueleza kwamba zilikuwa ni 50, lakini kwa huruma ya Sayyidina Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu alayhi salam, kwa huruma zake ndio zimekuwa ni 5. Sasa hebu tufikirieni sote, zingelikuwa ni 50 tungefanyaje? Zingelikuwa ni 50 tungefanyaje? Hizi 5 tu ni mzigo mkubwa kuliko maelezo. Je, zingelikuwa ni 50 zingelikuwaje? Ingelikuwa ni jambo kubwa sana, lakini kwa kuwa yule ni nabii na alikuwa na umati wake, aliujaribu kwa rakaa tu kiasi hizi 2 ngapi zimeshinda, na walikuwa na nguvu kuliko sisi. Hatuna nguvu hasa ambazo kwa leo nguvu zimepunguzwa za kila namna, za kimwili, za kiafya, za kiakili, za kila kitu. Kwa hiyo swala 5 hatuziwezi 10. Leo swala 5 inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Sikwambii zingelibaki kuwa ni 50, tufikirie kila mmoja, lakini kwa huruma ya Nabii Musa akamwambia ndugu yake katika utume, akamwambia rudi kaombe takhfifu. Zimekuwa ni 50 walillahi alhamdu. Kwa kweli
tunashukuru sana. Kwa hiyo ndugu yetu ndugu yangu Sheikh Talha ametueleza hayo, na huyu ndugu yangu tunakutana sehemu mbalimbali, na vile vile Sheikh wetu Abdullah Mhadha Darwish ameshasema namna gani mwezi ulivyokuwa umepasuka, ili wakina Abu Jahal waone kwamba, lakini uongofu uko kwa Mungu. Pamoja na mwezi kupasuka na ukasujudi na ukatoa shahada kwamba wewe ni mtume wa Mungu, lakini uongofu uko kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoza anayemtaka. Hilo lingewatosha kwamba wao waamini, lakini hawakuamini. Kwa hivyo sisi ummati Muhammad, hususan waliosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tunatakiwa tushukuru sana. Na Mwenyezi Mungu ametukumbusha katika aya zake, sio ametukumbusha, ametuhakikishia aliposema laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Hii kama utaizingatia vizuri, sisi tuna neema kubwa sana ya kumpata Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo, laqad manna Allahu ala almu'minin, ameneemesha Mwenyezi Mungu juu ya waumini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, alipowapelekea mtume ambaye ni katika nafsi zao, ni mwanadamu kama wao. Yatlu alaihim ayati, anawasomea aya zake. Wa yuallimuhumul kitaba, katika neema ni hizo kwamba yatlu alaihim ayati, kwamba mtume huyo anawasomea aya zake. Mtume ametusomea aya za Mwenyezi Mungu. Yatlu alaihim ayati wa yuallimuhumul kitaba alhikma, anawafundisha kitabu na hikma. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na mambo yalivyo kabla ya kuja Mtume Muhammad, watu walikuwa katika upotevu uliokuwa wazi. Sasa sisi huku kabla ya kuipata nuru hiyo tulikuwa katika upotevu vile vile. Kwa hivyo unganishi. Wakati huo Makuraishi wanaambiwa kabla ya kuja Mtume Muhammad walikuwa katika upotevu uliokuwa mbali. Ndio sisi leo kabla ya kuja Mtume Muhammad tulikuwa katika upotevu uliokuwa wazi kabisa. Lakini leo Mtume amekuja akatueleza nini umuhimu wa swala tano. Unapotekeleza umefanya nini? Na mpaka akasema as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo kubwa yake. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, anayesimamisha swala ndio kasimamisha dini. Hiyo swala ambayo unachukuliwa mbinguni, nguzo zote zimeteremshwa hapa, zimemfuata mtume akiwa Maka, akiwa Madina. Lakini swala ameambiwa fuata, nenda ukachukue. Hii kuna umuhimu mkubwa sana wa swala, na ndio maana mtume akasema as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Swala ndio nguzo kubwa katika dini. Nguzo tunazijua sisi, lakini nguzo yao kubwa ni swala. Anayesimamisha swala barabara kwa wakati wake na bila ya kukosa kila siku, huyo ndiye amesimamisha dini. Faman aqamaha, anayesimamisha swala akadumisha kwa nyakati zake, asubuhi, mchana, dhuhuri, alasiri, nini, au kwa kudumu mpaka ingia kaburini, faqad aqama ad-din, huyo amesimamisha dini. Wa man tarakaha, na anayeacha swala, haswali,
swala ambazo ndio kunachukuliwa huku, na tunampenda Mtume Muhammad na ni neema kwetu. Kwa hiyo kama huswali itakuwa mapenzi yako hayakamiliki. Lazima uwe unaswali kwa sababu ndio utakamilisha kumpenda Muhammad, ndio unakamilisha kumpenda mtume wetu nani? Muhammad. Siku moja kuna sahaba alimwambia Mtume, niombee Mungu antie peponi. Akamwambia, aini bikathrati swala, kama wataka nikuombee basi aini bikathrati swala, nisaidie nitakuombea. Lakini kwa kuswali sana, inawezekana alikuwa anaswali nyakati zote, lakini amwambia nisaidie kwa kuswali sana. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi waumini ili tufikie hakika ya lengo, basi ni kufanya nini? Ni kuswali. Nguzo nyingine Maka hadi mwaka. Ramadhani inakuja kesho kutwa, tulifunga mwaka jana, leo inakuja Ramadhani, kesho kutwa inaingia. Baada ya mwezi tutafunga, tutasubiri tena mwaka ujao. Kwa wale ambao Mungu atawajalia kupata umri, ambao hawakupata umri basi kama safari. Ni wangapi ambao tumeshawazika baada ya kufunga Ramadhani iliyopita? Ni wangapi? Ni wengi, kila mahala. Kwa hiyo kufikiwa na Ramadhani kama hivi, sisi tunatakiwa tushukuru kwamba Ramadhani imekuja, ni mwezi mtukufu, tufunge kwa bidii zote. Lakini mpaka mwakani tena. Lakini swala inatakiwa kila siku, ukiamka kila siku unamswalia Mwenyezi Mungu, unaswali kwa ajili ya swala tano. Lakini kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuneemesha neema mbalimbali. Mahala gani utamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizo? Ni kuswali. Unaposwali ndio unashukuru neema ulizopewa, kuanzia mwili wako unashukuru. Kuna macho, kuna mdomo, kuna kila kitu unashukuru kwa kuswali. Maana una mdomo wewe, unatafuna unachotaka. Nani kafanya hayo? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kupitia hayo uswali, umshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo ni neema tu ya kwako wewe kimwili, sikwambii neema mbalimbali ambazo alikupa. Una wanawake wazuri, kakupa nani hapa? Watoto chungu mzima, ni Mwenyezi Mungu. Unatakiwa umsujudie kila siku, si kwa kubahatisha. Hili halitaki kwa kubahatisha, ni uswali tu, kwa sababu una neema za Mungu ambazo huwezi ukazipata popote kama si yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi ukapata kwa mtu yote, utapata kwa Mungu tu basi, lakini kwa mtu mwingine hakuna. Kwa hivyo nisitawilishe, wenzangu walisema kidogo kidogo kwa kuchunga muda, lakini mimi naona watosha. Maanake wenzangu walisema kidogo kwa sababu wanachunga muda, na ndivyo ilivyo sasa hivi. Ukisema maneno basi unaambiwa dakika 5, lakini kasida dakika 100. Kasida dakika 100, lakini usemaji dakika. Utawaelezaje watu hawa? Umma huu lazima wapate maneno ambayo yatawasaidia baada ya leo. Tunamswalia Mtume, tunamsifu Mtume, sahihi, lakini nini ameletwa? Kuna nini huko? Kuna kasida zimetueleza habari ya Firdaus, kuna moto. Tunajikinga nao vipi moto? Kuna pepo, tutaingia vipi pepo hiyo? Tutaingia tu, kuna utaratibu. Sasa taratibu hizo zifuatwe, ndio itakuwa tutaingia peponi. Zifuatwe ndio tutaokoka na moto. Zifuatwe, tutapataje taratibu hizo? Ndio maana tunatakiwa lazima kusoma, lazima. Bila ya kusoma, vijana wote wanaoingia wanaosoma wanaelewa nini wajibu wao. Bila ya kuwasomesha watoto hatuwezi kufika, na bado dhima ipo kwa mzazi, kwa sababu hakumfundisha mwanao. Wazazi wote wawili, kwa sababu hawakumfundisha mtoto wao dini.
watamthamini vipi Mwenyezi Mungu? Watamthamini vipi Mtume Muhammad? Hayo lazima tueleze katika mawanja kama haya, kwa sababu utapata watu fursa kama hii. Iko fursa zaidi ya hii? Kweli tunafurahi, mtume wetu ni mzuri sana, amepambika kwa akhlaq, na hakuna aliyemsifu sana kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambiwa innaka la ala khuluqin adhim. Ni kutabaruku ukimsifu mtume kwamba alikuwa hivi, ni kutabaruku, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu amemsifu. Kwa hiyo inshallah sisi tuiombe baraka na rehema ya mtume wetu Muhammad itufinike, ili yale yanayotakiwa tuyatekeleze, ili tukapate malipo mazuri na hisabu nzuri. Imeelezwa hapa kuna hisabu, mizani itasimamishwa, utahesabiwa, lazima utahesabiwa, kwa sababu ndivyo utaratibu wa kimungu, kwamba lazima watu wote hawa wahesabiwe. Ulifanya nini wakati ulipopewa miaka 80, 90, 100, tangu udogo wako mpaka umekuwa na miaka 90 mpaka umezeka, ulimfanyia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lazima hisabu. Kwa hiyo inshallah tusiende mbali, ila tuhimize habari sana ya kusoma, ndio muhimu. Pamoja na kwamba kuna sekula, kuna nini, lakini wewe mzazi, siku ya Kiyama lazima uulizwe mwanao kasoma dini akamjua Mungu. Lazima hayo, lazima hayo. Sio mimi, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad. Utaulizwa tu. Kwa nini usiulizwe? Hebu weka wigo kwamba uulizwe. Kwa nini usiulizwe? Weka hapa, unasema mimi siulizwi. Kwa nini? Mungu aliyekuumba bila ya kujaza fomu wala nini, umeletwa tu hapa. Kwa hiyo sema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Basi kwa hiyo inshallah tuishie hapa. Haya natosha sana. Khairul kalami ma qal wadal walam yatul fayam. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na wajalie ndugu zetu wa Baga mikono yao waliokunjua kwa ajili ya kuhakikisha jambo hili linasimama. Mwenyezi Mungu aizidishe biashara zao, zizidi zipate baraka kwa sababu ya maulidi hii, na sisi ambao tumekuja kuwaunga mkono vile vile Mwenyezi Mungu atutazame kwa jicho la rehema, atutazame kwa jicho la rehema. Kuna ndugu yangu ukatoka sijui wapi kwa itwaje kule, huyu bwana Mlola, wengine Dar es Salaam, wengine sijui wapi, wengine Kidoa, wengine hivi, wamekuja hapa kuja kuwapamba watu wa mji huu, kuja kumsifu Mtume Muhammad. Tumeacha maulidi ya mufti, maana leo kuna mufti kule na maulidi. Tumeacha, tumekuja tumewakimbilia ndugu zetu wa Baga, kule kuna maulidi, lakini tumeacha ya mufti. Tumemwaga, tunakwenda baba, sawa, lakini mimi singekuwa nija, lakini kwa sababu hapa ni kama nyumbani vile vile, na ndugu zangu hawa na nini, nimeamilia nao vizuri. Kwa hiyo inshallah, kwa sababu almuslimu wa muslim, imebidi tuache yote. Tumekuja hapa, tumeacha tulioacha, tumekuja kuungana na wenzetu. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Wanawake wasioolewa wapate waume vile vile, wengine wanataka kumi. Haya, 10 tuweke 10 basi, 4 watosha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.